Hujambo mtazamaji wa Mlimani TV. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kama kawaida yetu, sisi Mlimani TV tunakutakia siku njema, lakini tu ni pole kwa wale ambao siku yao haikwenda vizuri. Tunawatakia warudi katika hali yao mapema ili waweze kuzalisha mali, lakini pia walipe kodi Tanzania, tusonge mbele. Karibu sasa katika matangazo maalum tukiichambua Mashariki ya Kati, hasa kutokana na kile ambacho kinaendelea siku hadi siku. Mimi ni Gideon Pasco ambaye nitakuwa nawe kuanzia sasa mpaka pale ambapo nitakwambia kwa heri. Hapa studio nipo na Anga Sokech ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ili kuweza kutuchambulia kulikoni huko Mashariki ya Kati, nini ambacho kinaendelea. Kwa taarifa za hivi punde tu ni kufahamishe mtazamaji ni kwamba Irani hatimaye walifikia makubaliano ya kusitisha vita na Marekani kwa takriban wiki mbili baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump ambaye alishinikiza Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Irani ikabiliwe na mashambulizi mazito kabisa kuwahi kushuhudiwa katika anga hilo la Mashariki ya Kati. Sasa hatua hii ndiyo ambayo imetusababisha tuijadili kwa kina ili tuweze kufahamu mwelekeo ni upi, lakini hatua kama hii ina athari gani kwa Israel? Okay, karibu sana. Asante sana. Naam, sasa twende moja kwa moja tu kwamba tayari Irani wamefikia makubaliano na Marekani, wamesitisha vita kwa takribani majuma mawili, siku 14. Kwanza, hatua hii ni ushindi kwa Irani au Marekani, au wewe unaona ni mkakati wa kivita? Juzi ilikuwa ni Jumanne kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Jamhuri ya Nchi ya Kiislamu ya Iran. Walifikia makubaliano kule Pakistan kwa ajili ya kusitisha kusitisha mashambulizi kwa muda, inaitwa ceasefire. Lakini baadaye kidogo taifa la Israel kupitia kwa waziri mkuu wao Benjamin Netanyahu wakafikia hatua wakaenda wakaipiga Lebanon. Kumbuka kwamba Lebanon inaongozwa na Hezbollah. Hezbollah nyuma yake ipo Iran. Iran alivyoona hivyo kwamba mtu huyu anamshambulia rafiki yangu, anamshambulia kijana wangu, Iran akaja na mapendekezo mengine. Akasema kwamba ili mradi vita hivi simame kwa muda, kwanza Israel anapaswa kuacha kuishambulia Lebanon. Otherwise mapambano yanapaswa endelee kama ambavyo yalikuwa mara ya kwanza. Sasa leo asubuhi Rais wa Marekani Donald Trump akaja akasema kwamba kwa sababu Iran ameshindwa kuheshimu makubaliano ya Pakistan, inabidi sema mapambano yaanze upya. Na kipindi hichi anasema wazi mwenyewe kwamba kipindi hiki mapambano yatakuwa makali kweli kweli kuliko ambayo yalisha kushuhudiwa kabla. Kwa hiyo mapambano bado yanaendelea. Kwa sababu ule makubaliano mara ya kwanza ya pale Pakistan yalifikia hitimisho leo. Kwa hiyo sasa hivi kila mmoja anapaswa kuingia vitani. Sasa ukiwatazama Irani waliapa kabisa kwamba sisi hatuwezi kukubaliana na yeyote katika kufungua mlango bahari wa Hormuz mpaka tujiridhishe kwamba hakutakuwa na mapigano kabisa, sio kusitisha vita, yani kusiwepo na mapigano kabisa. Lakini tumeona wamefungua. Ni kiasi gani shinikizo la Marekani limeathiri au nadhani ni kwa nini Irani wamefikia uamuzi huu? Walifungua mlango, itakuwa ile kitu kimoja. Mlango wa bahari wa Hormuz ulifunguliwa kabla. Sema washirika wa Marekani walikuwa hawapaswi kupitia ile njia. Lakini nchi nyingine kama Urusi, maybe Singapore, China walikuwa wanapita kupitia mlango wa Hormuz. Okay. Lakini Marekani na washirika wake ndio walikuwa haruhusiwi kupita kwenye mlango huu wa bahari wa Hormuz. Ndio. Aha, sawa. Sasa Rais Donald Trump kwa kweli matamshi yake ni mazito. Anaitishia Irani kila kukicha, hasa tukiangalia kipindi vita inaendelea. Hata hivi unavyosema kwamba ametishia kwamba endapo hawataweza kukubaliana
mashambulizi yanaweza kuwa mazito kiasi gani. Lakini sasa tumeona Rais Trump kama anatishia sana, yani akitishia anazidi kuongeza siku. Unaona kama hivi bado vinaweza kuendelea tu kuwa vitisho, au kwa wakati huu yupo serious kabisa kwenda kuisambaratisha Iran? Ukiangalia vita hivi kwa nje unaweza kufikiri maybe Israel na Marekani wapo kwenye njia moja, lakini ukiingia kwa ndani zaidi utagundua kumbe Marekani na Israeli kwenye vita hivi ni watu wawili tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu nia kubwa ya Marekani sio kwa ajili ya kufanya regime change pale Iran, hapana. Nia kubwa Marekani ni kulazimisha wale maayatollahs waingie chini kwenye makubaliano yao kwamba waweze kutii matakwa ya Marekani. Yaani leo hii Iran wakisema bwana, sisi tunakubali maybe tufungue mlango wa bahari wa Hormuz, si ndio? Lakini baadhi ya mafuta yetu pia na nyinyi pia makampuni ya Kimarekani yaje yawekeze kwetu, alafu tuondoe wa China. Marekani ataweza kuwaruhusu ayatollah waendelee na kazi yao vizuri. Lakini sasa Israel yeye kwa upande mwingine shida yake kubwa sio kwa ajili ya mafuta. Israeli anataka regime change kwa sababu anaona ayatollah ndio kizuizi pekee kilichobaki pale Iran. Kwa sababu ukirudi nyuma kidogo, wale maadui wakubwa wa Israeli, Hezbollah, Houthi wa Yemen pamoja na Hamasi wa Palestina, au backup yao kubwa inatoka Iran. Sasa yeye Israeli anaona kabisa nikipiga Iran tayari ya madogo janja hawa wengi nitakuwa nimewasambaratisha. Lakini okay, lakini ndio maana Israeli yeye anashambulia, anaua viongozi, anashambulia mafuta kwa wakati mmoja. Lakini pia muda huo Marekani anamwambia Israeli, acha kushambulia mafuta, shambulia viongozi, ushambulie mafuta, kwa sababu mafuta sisi ndio ambao tunahitaji, ndio tunataka. Lakini pia muda huo Iran pia anasema siwezi kuacha kushambulia mafuta yaliyoko Saudia, Bahrain, Oman au UAE, umoja wa nchi za Kiarabu. Sawa, kwa sababu wewe umemruhusu kijana wako Israel anashambulia hazina yangu ya mafuta ya pale Khariji, akashambulia pia Tehran pamoja na Sharan kwa wakati mmoja. Sasa naye anasema siwezi kuacha kushambulia nchi hizi mpaka ambapo wewe Marekani utakapomzuia Israel aache kunishambulia mimi kwa wakati huu. Sawa, lakini sasa ukiangalia kila upande unadai kuwa ni mshindi. Iran kupitia rais wake, hata waziri wa mambo yake ya nje Abbas Araghchi anasema Iran ni ushindi mkubwa kwa sababu Marekani wamekubali mapendekezo 10, lakini Marekani pia baada ya kusitishwa tu kwa mapigano, Donald Trump kwenye mtandao wake wa Social Truth alisema Marekani ni washindi kwenye mapigano haya. Sasa unani ana faida sana na haya masisho? Marekani alitoa mapendekezo akasema kwamba ilimradi vita hivi simame, cha kwanza inapaswa Marekani aweze kumlipa fidia ya uharibifu Iran. Lakini pia muda huo anapaswa Marekani kuondoa vikosi vyake vilivyopo Middle East. Sawa? Lakini pia muda huo anaiomba mataifa ya Kimarekani pamoja na Israel waache kuingilia mambo ya ndani ya Iran. Kwa wakati sasa Marekani namna ya kuilipa Iran, sababu ameharibu sana, ameharibu miundombinu, ameharibu vitu vikubwa vya kusafisha mafuta pale Iran. Kwa hiyo namna ya kuweza kumlipa zile gharama zote Marekani ameona kama vile haiwezekani. Ndio maana leo Rais Trump ametweet kwenye mtandao wake wa X akasema kwamba yale makubaliano ambayo tulisaini ni kichaa peke yake ndio ambaye anaweza kuyakubali. Kwa hiyo bado mashambulizi yako pale pale. Sawa, mtazamaji, kama kwanza ndo unajiunga nasi, hii ni Mlimani TV, ni Jahara, sehemu ya kwanza mara baada tu ya magazeti, na mimi ni Gideon Pasco. Tunajadili mgogoro wa Mashariki ya Kati, hasa baada ya Irani na Marekani pamoja na Israeli kusitisha mashambulizi yao ama kusitisha vita kwa muda wa siku 14. Nipo na Angus Okech ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anatuchambulia kwa undani zaidi hapa katika studio zetu za Mlimani TV. Pia unaweza kushiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube, andika tu Mlimani TV na sisi tutasoma maoni yako. Lakini pia usisahau kutufuata huko kwa sababu tunavyo vitu vingi ambavyo
tunazidi kuviandaa kwa ajili yako mtazamaji. Na sasa Mr. Okeche, tuizungumzie Israeli. Wao Israeli sasa kwenye hii vita tumeona wao hawataki kabisa kusitisha mashambulizi huko nchini Lebanoni, na hata Trump amewaunga mkono, akasema mapendekezo haya ya kusitisha vita hayahusiani kabisa na Lebanoni. Sasa unaona hii usitishaji pengine baada ya siku 14 vita vikaanza upya au ni mwanzo wa amani ya kudumu? Sijajua kwa nini unasema vita vitaanza upya. Vita vimeshaanza upya leo hii, kwa sababu tayari makubaliano ya Pakistani yamefikia kikomo leo hii. Kwa hiyo bado vita vinaendelea pale pale. Kwa hiyo shughuli bado ni shughuli bado. Yaani makubaliano ya kwanza kule Pakistani yamekwisha leo. Okay. Sawa. Lakini sasa tukitazama Israeli unaona ukijaribu kuwaza kabisa kwa akili ya kawaida, Israeli kushambulia Iran, anachofanya yeye anafanya kitu kinaita defensive mechanism, kwa sababu shughuli nzima ya kwa nini Israeli anapitia mapambano mazito sawa pale nchini kwake ni kupitia uungwaji mkono wa makundi ya kigaidi ambayo huwa yanadhaminiwa na Iran. Sawa? Hezbollah kama nilivyozungumza mara ya kwanza wa Lebanon, Houthi wa Yemen, au wengine Hamasi wa Palestina. Wote wanapokea nguvu kutoka kwa taifa moja tu peke yake ambao ni Iran. Sasa anawaza yeye kabisa namna pekee ya kuweza kumuadhibu Iran ni kuweza kumzuia asizalishe silaha za nyuklia. Lakini muda huo pia Iran anasema mimi sina silaha za nyuklia. Lakini ukirudi nyuma, ukisoma vizuri historia hiyo, inasema wazi kabisa Iran anamiliki madini ya uranium. Uranium ndiyo silaha pekee au ndo madini pekee ambayo yanaweza kuzalisha mabomu mazito duniani ya nyuklia. Sasa namna utakayoweza kuisaidia Israeli pale Middle East ni kujaribu kutoa utawala kwanza wa Ayatollah, alafu then atafutwe mtu mwingine kama ni Reza Pahlavi akae pale. Otherwise Israel haitawahi kukaa kwa amani kwenye ardhi yake ikiwa bado kuna mkono wa Iran. Iran ndio kizuizi pekee cha machafuko yanayoendelea kati ya Israel na mataifa jirani yanayozunguka Israel. Sasa pengine ningetaka kupata tathmini yako kwamba kama vita hivi vitashindwa kusimama, Rais wa Marekani Donald Trump anazidi kuongeza vikosi vya Marekani Mashariki ya Kati. Hatua ya Marekani kuvamia ndani kabisa ya ardhi ya Irani, unaona inawezekana? Inawezekana. Juzi nilimsikia anazungumza akasema kwamba tayari ameshatoa silaha kwa baadhi ya watu wenyeji wa nchi ya Irani wenyewe kwa ajili ya kuweza kuingia barabarani ili ikitokea chochote basi waweze kutumia zile silaha kwa ajili ya kuadhibu vile vikosi vya IRGC, si ndio? Lakini ukirudi nyuma kidogo kabisa, ukiwaza kwa makini namna ya kuweza kuwatumia wananchi wa Iran kwa ajili ya kushambulia serikali yao inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu inasemekana kuna baadhi ya watu pia muda huo wa nchi ya Iran ambao wao wanapata uungwaji mkono zaidi kwa serikali. Kwa serikali inajaribu kuwatumia wananchi wao wenyewe kama ngao dhidi ya mashambulizi ya Marekani pamoja na Israel. Kumbuka juzi hapa wakati Marekani ilipotishia kwenda kuvunja madaraja pamoja na miundombinu mikubwa ya Iran, si ndio? Ikambidi wale viongozi wa Iran wakawaambia wananchi wao, tunawaomba nendeni mtakae pale kwenye madaraja yale myalinde, otherwise madaraja yatavunjwa na Marekani. Yaani ilibidi itumike ngao kumtumia mwanadamu wa kawaida baada ya kutumia jeshi. Waende wakalinde ile miundombinu ya Iran. Otherwise ile miundombinu ingekwisha, ikabidi wananchi waende pale. Marekani asingeweza kushambulia Iran kwenye ile miundombinu kwa sababu nyuma Marekani ana historia mbovu ashaye kuifanya Japan. Sasa akijaribu na kupiga pale madaraja yale wakati huo pia na wananchi pia wako pale, Marekani anaweza dunia ikaanza kumchukia pakubwa sana. Kwa hiyo anajaribu kidogo kutumia kademokrasia kwa kiasi, lakini pia anajaribu kutumia mabavu kwa wakati huo. Lakini sawa, sasa wapinzani ama wakosoaji wa Donald Trump wanasema kwamba Donald Trump
kwenye mtandao wake wa Social Truth aliandika kwamba ustaarabu utaharibiwa kabisa ndani ya masaa 24. Sasa wakasema kwamba ule ni uhalifu wa kivita. Wewe kwa upande wako unakubaliana na kwamba ile kauli ni uhalifu wa kivita? Na kwa nini Donald Trump hatikisiki na hashtuki na anaendelea kutoa kauli nyingi kama hizo, kama anajua ni uhalifu wa kivita na baadaye pengine akashtakiwa? Sio uhalifu wa kivita. Na hauwezi kuwa uhalifu wa kivita. Uhalifu wa kivita inategemea ni pale ambapo wewe unaamua kwenda kuishambulia nchi nyingine, yani uenda kuwashambulia raia. Huo ni uhalifu wa kivita. Lakini serikali zinapigana kupita majeshi yao wenyewe, sio uhalifu wa kivita. Na hauwezi kuwa uhalifu wa kivita. Na sifikiri kama kuna taasisi yote duniani inaweza kuihukumu Marekani kwamba hawa watu wamefanya mauaji makubwa zaidi ya raia. Haipo. Kwenye sheria za Umoja Mataifa kuna kitu kinaitwa the human security. Serikali inapaswa kuingilia pale ambapo the human security, yani usalama wa raia unapokuwa umeathirika. Lakini ukijaribu kuangalia sasa hivi hapa ni kama vile Marekani ashambulii raia. Marekani mwenyewe anakiri, sishambulii raia. Mimi ninashambulia viongozi wa serikali ya Iran, lakini pia ninashambulia wanajeshi wakubwa wa Iran, lakini pia ninashambulia miundombinu. Sishambulii raia. Juzi alienda akashambulia ile shule pale wanafunzi. Si ndio? Marekani mwenyewe anakiri, nilikosea. I was wrong. Kupitia waziri wake mambo ya nje. Akisema kweli nilikosea, Marco Rubio. Lakini pia ukijaribu kuwaza kwa makini kwenye vita hivi, muda huo pia Iran anajibu mashambulizi kuelekea kwenye nchi ambazo hazihusiki na mgogoro huu, kama Saudia, kama Bahrain, kama Oman, lakini pia anashambulia mpaka Umoja wa Nchi za Kiarabu UAE pale Dubai kwa wakati huu mmoja, lakini pia anashambulia mpaka Israeli. Sasa kama mashambulizi Iran anaweza akajibu mashambulizi, huwa hauwezi kuwa ni uhalifu wa kivita, kwa sababu adui pia naye anashambulia. Kwa hiyo hapa hakuna nani adui, wote wanajaribu kushindana. Huyu mwingine anafanya self defense, huyu mwingine anafanya kama kujihami wakati mmoja. Sawa, sasa tukimalizia kabisa, unaona wapi mgogoro? Mgogoro ninauona ukikaa chini ukitumia akili yako sawa sawa, ni mgogoro ambao hauwezi kuisha leo wala kesho. Yaani hauwezi kuisha leo wala kesho. Sawa. Ni mgogoro wa muda mrefu, na ninahisi unaweza kuchukua, kama Marekani akiweza kutumia nguvu yake kubwa kwenda kushambulia Iran ndani ya siku chache hivi, huenda vita vikaisha, lakini bado nyuma yake ataacha makovu makubwa zaidi, kwa sababu Iran hayuko mwenyewe. Iran ana makundi mengine, ana Quds, ana Houthi, ana Hamas, lakini pia muda huo ana Hezbollah. Kwa bado hao wengine japokuwa watakuwa wameathirika pakubwa, lakini bado atajibu kujikusanya kwa wakati mmoja kurudisha mashambulizi ndani ya Iran. Asante sana. Na mtazamaji, sasa hapo tumefikia tamati ya kipindi hiki ambapo tulikuwa tukiutazama mgogoro wa Mashariki ya Kati, hasa baada ya kusitishwa kwa mapigano huko Mashariki ya Kati, licha ya kwamba kuna tetesi na habari zikisema kwamba masitisho hayo yameshindwa kutekelezwa na pande zote mbili. Tulikuwa na Angus Okechi ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye amezungumza mengi sana, hivyo nadhani umepata vingi sana ambavyo vinaendelea huko Mashariki ya Kati. Mimi ni Gideon Pasco ambaye nilikuwa nawe kuanzia sasa mpaka ambapo nakwambia kwa heri. Nyuma ya kamera alikuwepo Fadhili Kagika. Endelea kutazama Mlimani TV.